Awali yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha leo tukawa mzima, na mimi naomba nijitambulishe rasmi kama Sabra Isa Machano, mkurugenzi wa Baraza la Manispaa Magharibi B. Naamini tokea nimekaa katika nafasi hii tumekuwa na jitihada kubwa ya kuimarisha usafi ambao imekuwa ni changamoto. Tumekuwa tunapokea changamoto nyingi za wananchi juu ya swala hili, whether kuwa majaa sio rasmi, mitaro karibu taifanyia kazi, kusafisha barabara na nyingine, na nazidi kuimarisha usafi. Na hili kwa sababu ni kama jukumu kuu la baraza letu la manispaa. Lakini leo hii la msingi kama hiyo kazi tumeiona kama wajibu wetu. Sasa unajua haki inakwenda na wajibu. Sasa hivi tunakuja kwa wajibu wa wananchi, hasa wale ambao wana biashara. Niwaambie kwamba Baraza la Manispaa Magharibi B inaandaa operation maalum kwa ajili ya makusanyo ya leseni watu wataka, kwani kumekuwa kuna changamoto kubwa kwenye eneo la mapato. Kwa sababu mapato yale tunayokusanya ndio yanatuwezesha sisi na kutusababisha tuweze kufanya kazi zetu kwa vizuri. Na wale ambao kuna wengi ambao kuna mtazamo hasi kwenye leseni ya biashara, wanasema kuna pesa ya usafi ambayo pengine mtu anasema usafishiwi. Unajua mbele ya duka lako ni jukumu lako mwenyewe kufanya usafi. Lakini pesa ile usafi, hata hizo taka ukizitoa dukani kwako unaenda kuzitupa wapi? Kule manispaa wanachukua, kwenye majumba yenu tunachukua. Kwa hiyo ni jukumu la kila mwanajamii kulipa hela ya taka, na vile vile wenye biashara leseni. Kwa hiyo kama hujalipa leseni, tunakuomba ufike katika ofisi zetu utulipie. Lakini kama utakuwa bado hujalipa, unataka kukumbushwa, watendaji wetu watakuwa na operation maalum kwa shehia zote 34. Tutapita duka kwa duka kukagua na kutizama. Na tunawashukuru wote wale ambao wameweza kufanikisha hilo bila kushurutishwa. Ni kwamba kwa sasa Baraza la Manispaa tunaelekea kuanzisha mabango ya digital. Kwa hiyo sisi wenyewe tunaweza kujiwekeza, kuna maeneo. Kwa hiyo kama kuna wawekezaji pia, ili mradi sasa hivi tuangalie kwamba kwa muda unaokuja ni kwamba yale mabango yote ya makaratasi tutategemea kuyatoa barabarani. Tunaomba wafike ofisini kwetu, tuje kuangalia namna gani tunalisawazisha au namna gani hili jambo tunasogea kwa mbele. Sisi kwetu wilaya Magharibi B hatuna changamoto kubwa, lakini pia tunayo, kwa sababu tunawasumbua wale wenye vyombo, wanawasumbua sana wananchi kwenye walkways. Wafanya biashara, naomba tena niwaambie, tunaomba msitumie sehemu za walkways waliowekewa wananchi kutembea kama extension ya biashara yako. Wewe una duka lako ndani, unaamua kutoa bidhaa zako unaweka mbele. Wewe una magari yako unauza, unakaa pale. Yaani imekuwa sasa hizi ile dhana nzima wananchi kuwa kupita kwa usalama imekuwa haipo. Hizi sehemu zimegeuzwa za biashara. Madaladala wanapaki magari ovyo barabarani, wanasababisha foleni. Kwa hiyo naomba kila mtu akae kwa safu yake, na hasa katika wilaya Magharibi B, sehemu za kutembea kwa wananchi naomba muwaache wananchi watembee bila kubughudhiwa. Kwa hiyo tusije kulaumiana pale tutakapoona wale maafisa wetu mapato wanakuja wakaja kuondoa. Kwa naomba hii ichukuliwe kama notice. Wale watu whether wanafanya biashara sijui za sim tank, za nondo, sijui mtu ana vyombo vovote vile, tunajua ile hali. Eneo lako la biashara likidhi kwa biashara yako, na tuachie wananchi pia wapate uhuru wa kutumia nafasi. Na kama mtakuwa mmefuatilia, basi mtaona kwamba tumefanya usafi mkubwa katika makaburi ya Kurekwe, barabara ya Fuoni, mitaro ya Kisakasaka, kuhamisha majaa mingi na mambo mingi ambayo yamekuwa yanafanyika. Vile vile wilaya yetu inakumbwa na changamoto nyingi ambazo za kiafya zinatokana na mazingira kwa michafu. Kwa ukiangalia mfano wa mitaro ya Kisakasaka imegeuka sasa kwa mazalio ya mbu kutokana na ile hali ilivyokuwa. Kwa hiyo ilibidi tuchukue hatua za haraka na madhubuti kuhakikisha tunaimarisha usafi huo. Kama mtakumbuka pia tumehamisha chinjio lile la haramu. Toka hapo yale maji yana changamoto yake kuweko pale, na kuna mradi ambao unakuja karibuni kwa serikali kuu utatekelezwa, na tutaendelea kufanya hatua za kila siku, na tunazo, na tutawaonesha hali ilivyokuwa kabla na sasa hivi. Na niwaombe wananchi musiendekeze kuchafua mazingira kwa kusema kwamba ni kazi ya manispaa kuja kusafisha. Kamati za shehia ambazo tunashirikiana nao katika ukusanyaji wa taka, tushirikiane nao, taka ziwekwe kwa vizuri. Gharama ni 1500 tu, na hamna kitu kinashusha manispaa au wilaya yetu kama uchafu. Kwa pale chini ukiingia ni one stop center ambayo mahitaji yote ya wananchi atayapata katika kile chumba. Wewe unahitaji leseni, unahitaji control number ya malipo, unahitaji kibali, unahitaji kuzungumza na mtu. Kwa hiyo
pale mwananchi hana sababu ya kuhangaika. Na sio kweli kwamba leseni inachukua wiki, hapana, ni kitu ukilipa basi siku ya pili leseni yako iko tayari. Na hii operation tunayokwenda itakwenda kwa shehia zote, tutashirikiana na masheha na sisi wenyewe tutakwenda, na tutegemea inaanza kesho. Za kuna watu ambao sio maafisa municipal lakini wanaharaswa wananchi au wafanyabiashara kwamba watu wanakusanya au watu ambao sio sahihi. Kumekuwa kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo pia na wananchi, ukijiona wewe huna leseni alafu unafunga duka, mimi tutazidi kukusaidia kukufungia hilo duka na kukuongezea kufuli, kwa sababu si jambo la kukimbia. Kuna swala hili la watu ambao wanavamia maeneo ya barabara na kuweka biashara. Mlizungumzia kuna barabara ambazo zina walkway, kuna zingine hazina hata walkway, zinasumbua. Kwa mfano hapa hii njia kwa Amani hapa utakuta jioni inasumbua sana, watu wanashuka wengi, na kuna maeneo mengine na mengine. Na kunakumbusha jamani, hata vikeri vile vinokaa barabarani kugeuza biashara haviruhusiwi. Uwepo wa biashara zile unaleta usumbufu, unasumbua hasa wapita njia, na vile vile kuna maeneo rasmi